Haya, asante. Kwa majina anaitwa Baraka Mwang'onda, ndiye kiongozi mkuu wa Gusa Moyo Tanzania. Sisi kikundi cha Gusa Moyo Tanzania tunapatikana nchi nzima, ni wana umoja wa asante kwa Gusa Moyo ambao tumeamua kuungana nchi nzima, ambao ni wana Mbeya, ni watu wanaoishi Mbeya na watu ambao ni wana Mbeya ile wanaishi mikoa mingine. Huwa tunakusanyika kwa pamoja kwa ajili ya kutiana moyo. Tuna ajenda zetu mbili kuu katika familia yetu ya Gusa Moyo. Ajenda ya kwanza ni kuwaona wahitaji, kuwasaidia wahitaji, kuwasaidia watu wanaopita katika changamoto mbalimbali za kimaisha. Lakini jambo la pili, huwa tunagusana sisi kwa sisi. Mwenzetu anapopita katika magumu, anapopata msiba, anapoumwa, huwa tunamunga mkono. Kwa leo hii ni siku yetu maalum sana. Kwa mujibu wa katiba yetu, huwa tunafanya mkutano mkuu ndani ya mwaka mmoja. Kila mwezi wa 12 huwa tunafanya mkutano mkuu, ambao mkutano mkuu huo tunaunganisha na tukio la kuona wahitaji. Leo hii tumefanya tukio mawili. Tumefanya tukio la kwanza la kuona wahitaji katika gereza la Tukuyu, na tumetoa mahitaji katika kituo cha watoto yatima huko Busokelo. Kwa hivyo ndani ya mwaka huu tumefanya hayo mambo mawili ya huruma, lakini baada ya kutoka kwenye matukio hayo tumeweza kuwa na mkutano mkuu na hafla kubwa ya kufunga mwaka. Kwa tunao utaratibu wetu wa kuwa na mkutano mmoja ndani ya mwaka ambao tunajadili mambo yetu, tunaboresha mambo ya katiba yetu, tuangalie namna gani tunaweza kusonga mbele. Kwa nipende nafasi hii kwa wale wote ambao wanatamani kujiunga na sisi kama familia ya Gusa Moyo, waweze kujiunga nasi kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye uhitaji na pia kusaidiana sisi kwa sisi. Kwa sasa tuna nafasi 5 ambazo tumeziweka wazi kwamba kwa kupitia mkutano huu tumeridhia kwamba lazima tuna nafasi 5 kuongeza wanachama wapya ili tuweze kuendesha kikundi chetu kwa sasa. Kwa nipende kuwakaribisha watu wote wana Rungwe mliopo, watu wa mkoa wa Mbeya na watu wa nje ya mkoa wa Mbeya kujiunga na familia ya Gusa Moyo ili uweze kuwa wanafamilia halisi na tuweze kushirikiana na wewe katika mambo yote ya kijamii. Asante. Sisi kama Gusa Moyo tuna mipango mikubwa sana. Jambo la kwanza, tunataka hii taasisi iwe taasisi kubwa sana. Jambo la kwanza tuna mpango tununue gari. Ndani kati ya mipango yetu mikubwa ijayo, tunatamani tuwe na gari, tuwe na Costa yetu, tuwe na Shinda yetu, na tuwe na miradi mingine mikubwa ambayo itatufanya tuwe taasisi kubwa na tuache kuchangishana, tuwe tunapata kila kitu kutoka kwenye uwekezaji ambao tutakuwa tunaufanya. Kwa tuna mipango mikubwa sana na tunawakaribisha sana. Gereza Emmanuel Tuko Maksole, kwa niaba ya mkuu wa gereza, ninawashukuru sana nyinyi kikundi cha Gusa Moyo kwa kuja kuwaona wafungwa na mabusu wa gereza Tukuyu. Tunashukuru kwa msaada ambao umewaletea hawa wafungwa na mabusu, na wamefarijika sana. Msisite siku nyingine kuja kuwaona endapo mtaguswa tena na moyo huo wa kuja kuwagusa, kama neno lenu lilivyo zuri, Gusa Moyo, na kweli mmewagusa mioyo yao. Kama mlivyoona maneno waliotoa ni mazuri. Kwa endeleeni na moyo huo. Karibuni tena kwa siku nyingine. Asante sana. Kwa majina naitwa Nakiridia Mvungi, ni mwanachama wa kikundi cha Gusa Moyo. Kikundi chetu tunasaidia mayatima wasiojiweza, makundi maalum. Pia tunatizamana sisi kwa sisi. Kifiwa na kwenye kwa upande wa wazazi baba na mama, kama umeolewa, mke, mume, mtoto, na harusi kwa mtoto kama unaozesha mtoto wako wa kuzaa. Ndio kitu kilichonivutia mpaka nikaingia kwenye kikundi, kwenye matukio maalum kama ugonjwa, sherehe, nini, misiba. Ni vizuri tukashirikiana ili kujenga umoja wetu. Naitwa Hilda Mokire, kazi wa Kirega, HPM. Mimi ni mwana Gusa Moyo, mtu ambaye nimekipenda kikundi cha Gusa Moyo. Gusa Moyo wana matendo makuu kama haya, kuwaona wahitaji, kwenda kuona kama hivi leo tulikuwa na gereza, kwenda kuwaona
vile kujadiliana, kaingia Gusamoyo, hata biashara tunafundishana. Nimeipenda sana Gusamoyo, wanafika popote pale ulipo. Si kwamba mimi niko Arusha au mimi niko Mwanza, Gusamoyo wanafika popote pale ulipo. Ama kwa kweli Mungu awajalie neema na baraka, Gusamoyo wawafikie wengi. Asante. Mimi kwa majina naitwa Charles Jones Kibale. Mimi nyumbani kwetu ni hapa Kiwila, lakini pia kwenye hiki kikundi mimi ni mjumbe tu. Mfano, kumuona yatima na mjane na yule mtu ambaye yuko chini, kiwango cha chini, ndio kitu ambacho kilinifanya mimi nishawishi. Majina naitwa Bahati Edwin Masika. Mimi ni MC wa kikundi. Tumeweza kufika siku ya leo ambayo tutakutana kwa mwaka mara moja. Ndani ya mwaka tunafanya jambo hili. Tunakwenda kutembelea mayatima, tunakwenda kuwaona wafungwa walioko magerezani. Lakini leo hii tunaendelea kumwombea apumzike kwa amani. Pia tunamshukuru sana Mungu pamoja na viongozi wetu, wametufanya kutusogeza pamoja mpaka siku ya leo. Afu pia kwa ofa ndogo tu, tuna watu 5 ndio ofa yetu ya kuingia kuanzia leo. Tunakupa namba zetu za simu mbalimbali kwa sababu ni nchi nzima. Kwa nilifurahi sana kupata marafiki mbalimbali. Kwa nilichokiona hicho kitu kikanifurahisha sana, nikaamua kujiunga kwenye kikundi. Nimenufaika na kitu kimoja, kama sio mzima, sijapata hasara kwa kweli, wala sijitii kuwepo kwenye kikundi. Asante. Kwa majina yangu naitwa Semeni Mwakanyamale. Mimi ni mhasibu kwenye kikundi au kikosi cha Gusamoyo Wekeza Upendo ambacho kinapatikana Tanzania nzima, lakini makao makuu tupo Kiwila. Hiki kikundi kinashukuru Mungu ambaye ametuwezesha leo hii tumepata kibali kuja kuungana na ndugu zetu ambao wapo katika gereza la Rungwe. Tumekuja kuwaona, maana ni ndugu zetu, ni jamii yetu, na haijalishi walikujaje, haijalishi waliingiaje. Yaani hapa mahala bwana ni mtu yeyote anaingia. Kwa leo hii Mungu ametupa kibali ili tuje tukae pamoja nao, tusalimiane nao. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hili. Jina naitwa Benadi Patrick Kamwela. Ni miongoni mwa wana Gusamoyo, familia ya Gusamoyo. Lakini katika tukio la leo mimi ndiye mwendesha ratiba, kwa maana ya floor manager. Tuna utaratibu kila mwaka kama kundi tunafanya mkutano wa mwaka kundi, ambapo katika wafungwa ambao wako katika gereza hili, na kama tulikuwa tumepanga, tunashukuru Mungu tumefanikiwa kufika katika gereza hili na tunaona wafungwa katika kile kichache ambacho tumejaliwa tumeweza kukileta kuwasilisha ili kuweza kuwasaidia wenzetu. Lakini zaidi wote wanajisi pengine kutengwa na jamii, lakini kwetu sisi tukawa na jukumu hilo la kuwatia moyo, na tumewatia moyo. Kwa kweli wamefurahi, na naamini watakaa hapa kama sehemu ya mafunzo, kama sehemu, si kama sehemu ya adhabu, bali ni sehemu kama shule, na tunaamini watakapotoka hapa basi watakuwa ni wanajamii wema.